Boss TV, uhakika zaidi. Tunachotaka kuzingatia ni kuhakikisha kwa kamati hizi ambazo ziko kule mikoani zihakikishe wafanyabiashara wote wanaofanya hizo biashara kwanza wanazingatia hizo bei elekezi, lakini pia mbolea ambazo zinauzwa ni zile ambazo zinakidhi kiwango na ubora ambao tumekubaliana, ambao tumeupima tukaona kwamba kweli mbolea hizi zinakidhi viwango, kwa sababu katika baadhi ya maeneo ilionekana baadhi ya wafanyabiashara wanaingiza zile mbolea feki, wanazichanganya afu wanaziuza. Kwa hiyo tungependa hilo lizingatiwe. Lakini pia naomba nisisitize, tumeweka kwa makusudi kuhakikisha kwamba mbolea inafungashwa katika mfuko wa kilo 50, kilo 25 na kilo 5 ili kuwasaidia wakulima kufuatana na uwezo wao wa kuweza kununua hizo mbolea, na hii tuna imani itasaidia sana kuhakikisha wakulima wetu sasa wanaweza kutumia mbolea kufuatana na uwezo wao. Sasa endapo katika baadhi ya maeneo bei elekezi itakuwa haiendani na hali halisi ya kijiografia au miundombinu iliyopo, tunawaagiza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya husika wakae na kamati za pembejeo ili kurekebisha bei, lakini ziendane na hali halisi ya ukomo ambao tumeweka. Sasa katika hili naomba niweke mifano michache. Kwa mfano, mfuko wa kilo 50 tunavyotarajia kwa mwaka huu ukilinganisha na bei ya mwaka jana. Mwaka jana hapa Dar es Salaam, kwenye bandari ya Dar es Salaam, ule mfuko wa kilo 50 ulikuwa ni shilingi, bei elekezi ilikuwa ni shilingi 57,326. Kwa sasa hivi bei elekezi ni 49,886. Utaona sasa ya mwaka huu imeshuka ukilinganisha na bei ya mwaka jana. Ukichukua ule mfuko mwingine, ukichukua labda mwingine mfuko nao utakuta kwamba imepungua. Sasa umepungua kwa kiasi gani? Utakuta kwamba katika huu mfuko imepungua kwa shilingi 7,440 sawa na 15%. Lakini chukulia Dodoma bei elekezi ilikuwa ni 65,426, lakini kwa bei ya mwaka huu ni 56,790. Kwa kuna punguzo la 8,636 sawa na 15%. Ukichukua Geita, bei elekezi ya Geita ilikuwa ni 69,745, sasa hivi ni 61,138 sawa na punguzo 8,607 sawa na 12%. Lakini kwa Dar es Salaam ndio ilipungua zaidi, kwamba ilikuwa ni 62,551, sasa hivi ni 51,952, punguzo lake ni 10,599 sawa na 17%. Kwa hiyo mikoa hii inaendelea, na hii taarifa nafikiri waandishi wa habari mtapata ili muweze kujua kila mkoa ikoje, lakini kwa wastani wote kwa mfuko wa kilo 50, ndio maana tunasema bei elekezi kwa wastani imeshuka kutoka 67,103 mpaka kuwa 58,419, ambao ni punguzo la 8,685 sawa na 15%. Hiyo ndo mfuko wa kilo 50. Lakini ukichukua mfuko wa kilo 25, nikianza kwa mfano Arusha mfuko wa kilo 25 mwaka jana ilikuwa ni 35,428, mwaka huu ni 30,104. Kwa umepungua kwa shilingi 5,324 sawa na 15%. Tukichukua Dodoma, mfuko huo ulikuwa ni 34,713, sasa hivi kwa bei ya mwaka huu ni shilingi 29,395. Kwa kuna punguzo la shilingi 5,318 sawa na 15%. Kwa Dar es Salaam, mfuko huu mwaka jana ilikuwa ni 33,276, lakini mwaka huu sasa ni 26,976, ambao kuna punguzo la shilingi 6,299 sawa na 19%. Kwa utaona imepungua kwa wastani katika mikoa yote. Bei imepungua katika mfuko wa kilo 25 kutoka 35,552 na kuwa shilingi 30,209,
ambapo punguzo kwa wastani ni 5,342 sawa na 15%. Lakini ile ya kilo 5 Arusha ilikuwa ni 7,886, sasa hivi itakuwa ni 6,621 sawa na punguzo la shilingi 1,265 au punguzo la 50%. Dodoma itakuwa ni 7,743, ilikuwa ni 7,743, sasa hivi itakuwa ni 6,479, punguzo itakuwa ni 1,268 sawa na 16%. Kwa Dar es Salaam ilikuwa ni 7,455, sasa itakuwa ni 5,995, ambapo punguzo lake itakuwa ni 1,460 sawa na 20%. Kwa nalo inaendelea, mikoa mbalimbali inapungua, lakini kwa wastani mfuko wa kilo 5 ilikuwa ni shilingi 7,910 kwa bei ya mwaka jana. Kwa bei mpya sasa ni shilingi 6,642 sawa na punguzo la 1,268 ambao ni sawa na 16%. Kwa ni imani yetu sasa wananchi na wafanyabiashara wote wa pembejeo watazingatia hizi bei na kuanza kutekeleza zitakapoanza kutumika. Ndugu wanahabari, mwaka huu kumekuwa na mbolea imepatikana kwa bei nafuu kidogo kwa mkulima ukilinganisha na mwaka jana kama nilivyosema pale. Hii ni kutokana na kurahisisha taratibu za uagizaji wa pembejeo za mbolea, lakini pia ni kufuatana na mifumo mbalimbali ambayo tumeendelea kuirekebisha hapa nchini, na ni imani yetu kwamba sasa utaratibu huu ambao unatumika, ambao unaonekana una nafuu hapa ni kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara ya mbolea. Lakini kama tungetumia vyama vya ushirika ambao havina lengo la kibiashara, maana hata bei ya mbolea ingeshuka zaidi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuviomba vyama vya ushirika, vyama vya msingi yani AMCOS, vyama vikuu, basi vitumie nafasi hii ya sheria, kanuni na miongozo iliyopo kuhakikisha nao wanashiriki katika uagizaji wa mbolea kwa pamoja, yani bulk procurement. Tuna imani kama vyama vya ushirika vitatumia na vikaenda benki vikapata ile tunaita bank guarantee, dhamana ya benki, wenyewe bei zao zitakuwa ziko chini ukilinganisha na hizi bei za wafanyabiashara, na hivyo vyama vitakuwa vimetoa nafasi nzuri ya kuwasaidia wakulima kwa namna moja ama nyingine au wanachama wao. Sasa vyama vingi vimekuwa vinaogopa kushiriki kwenye huu mfumo kwa sababu kutokujua taratibu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii na kuagiza TFRA mtoe elimu ya kutosha kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu hivyo vikianza kuagiza tutaondokana na hili tatizo sasa la kuwa na bei kubwa ambazo zinawahusu wakulima. Lakini pia nitumie nafasi hii kuomba mamlaka za serikali za mitaa, halmashauri, kamati za ulinzi na usalama za mikoa na za wilaya zihakikishe kwa kweli zinasimamia utekelezaji wa utaratibu huu na bei hizi, na pale ambapo ile mikoa ambayo iko mipakani, basi nitumie nafasi hii kuwaomba wahakikishe wanatumia kila iliwezekanao kudhibiti utoroshwaji wa mbolea. Umekuwa ni utaratibu hapa nchini, baadhi ya makampuni na baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu wamekuwa wakitorosha mbolea ambayo tumeiagiza kwa matumizi hapa nchini, wanakwenda kule mpakani, wanavusha, wanaenda kuuza katika nchi nyingine. Kwa hiyo ningeomba kamati hizo zihakikishe kwamba hili kwa kweli wanalisimamia vizuri ili liweze kutupunguzia tatizo hili. Kwa hiyo nina imani kwa hatua hizi ambazo tumechukua kama serikali zitasaidia sana kuwahudumia wananchi na kuhakikisha mbolea inafika kwa wakati. Na hivi ninavyozungumza tayari tani 29,000 za mbolea zilishafika, na hizi kuanzia wiki ijayo zote zinatakiwa zisambazwe kwenda katika hii mikoa, ili kusudi tunaposema hii bei mpya imeanza kutumika, basi na mbolea ziwe zimefika na wananchi kabla msimu haujaanza, basi waanze tayari kupokea hizo mbolea na waweze kununua. Kwa nitumie fursa hii sasa kuwaomba wananchi na Watanzania wote popote walipo, mwaka huu ni mwaka wa kilimo. Watumie fursa zilizopo sasa kwenda kulima mashamba, iwe ni vijana, iwe ni akina mama, wawe ni wazee, iwe ni mtu yoyote mwenye uwezo wa kwenda kulima. Sasa hivi kuna fursa kubwa kwenye kilimo hapa nchini.
Ukiwekeza kwenye uzalishaji, iwe ni mazao ya chakula, iwe ni mazao ya biashara, iwe ni mboga, iwe ni matunda, tuna imani kabisa watu wakiweza kulima kama ni mahindi kwa mfano, ukalima mchele, ukalima mpunga kwa wingi, tukalima machungwa, tukalima maparachichi, tukalima mapapai, tuna uwezo wa kupata fedha nyingi sasa hivi ambazo zinatokana na masoko mbalimbali. Sasa hivi kuna soko kubwa hapa nchini, lakini kuna masoko makubwa katika nchi zinazopakana nazo na nchi za SADC. Utaona mwaka huu kuna mahitaji makubwa sana ya mahindi katika nchi za SADC ambayo hatuwezi kufikia. Kwa hiyo ni fursa ya pekee wananchi sasa na vijana ambao wako mitaani wakawekeze kwenye kilimo, na mamlaka za serikali za mitaa basi ziwasaidie kuhakikisha hayo yote yanafikia. Hivyo basi ni muhimu kwa kila Mtanzania kutumia fursa hii kushirikiana na serikali katika kutekeleza programu ya awamu ya pili ya kuboresha kilimo, ili tuweze kuongeza tija, tuweze kuongeza uzalishaji na tuweze kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata fedha. Na mimi nasema kila Mtanzania akifanya kazi yake vizuri, akazalisha, atakuwa na nafasi ya kuweza kula maisha vizuri, kwa sababu vitabu vinatuambia asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo wafanye kazi ili waweze kula maisha vizuri. Kwa nafasi hii naomba mambo yafuatayo yazingatiwe. Kwanza, tunaziomba serikali za mamlaka ya serikali za mitaa na halmashauri zote nchini kuhakikisha wanalisimamia kikamilifu hili zoezi la usambazaji wa mbolea, usambazaji wa pembejeo sahihi, mbolea sahihi, madawa sahihi na viuatilifu, ili kusudi wakulima waweze kupata hivyo vitu vyote na waweze kuvitumia katika kuboresha kilimo chetu. Jambo la pili, washiriki kuwasaidia vijana, akina mama na wananchi kwa ujumla, wale wote ambao wanatafuta maeneo ya kuwekeza kwenye serikali za mitaa, wana maeneo ya kulima, basi waonyeshe maeneo ya kwenda kuwekeza, ili washiriki katika uwekezaji na walime vya kutosha. Kwa namna hiyo tutaweza kuongeza uzalishaji na tutapata mazao mengi, na hivyo kuweza kuongeza uchumi wa taifa letu. Lakini tatu, niombe pia taasisi za fedha, mabenki ya kibiashara. Najua kuna NMB, kuna NBC, kuna CRDB, kuna Azania benki, kuna benki za kilimo na benki zingine zote zilizoko nchini. Pamoja na kwamba wamekuwa wakifanya kazi nzuri katika kusapoti kilimo, basi ni wakati mwafaka wa kuwasapoti wananchi wale wote wanaohitaji katika kuwekeza katika mazao mbalimbali. Kama ni taasisi za fedha ndogo, kama ni SACCOS, basi wawasaidie hao vijana, kuwapa mikopo inayostahili ili wakawekeze katika uzalishaji wa mazao mbalimbali. Jambo la nne, niombe washirika wa maendeleo, washirika mbalimbali wa maendeleo, yani donors, lakini pia sekta binafsi na taasisi zisizo za serikali ambazo zimekuwa zikishirikiana na serikali kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza programu ya awamu ya pili ya kuendeleza kilimo, wasaidie katika kuhakikisha uwekezaji kwenye kilimo unaongezeka na kuwasaidia katika mambo ya utaalamu, mambo ya kuboresha, kuongeza tija, ili kilimo chetu tuweze kufikia, na hii itatusaidia tuweze kufikia katika malengo endelevu, yani sustainable development goals, ambao za mwaka 2030. Tano, kuimarisha taarifa za masoko, lakini pia kuwa na takwimu sahihi ya viwanda vinavyochakata mazao mbalimbali, na hiyo itatusaidia kuhakikisha kuratibu sasa ni viwanda vingapi vimeanzishwa, ajira ngapi zimeanzishwa, miundombinu ya namna gani inastahili, na namna ya kuweza kuboresha biashara ya hapa nchini, na hivi vyote vikikaa kwa pamoja vitaweza kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Mwisho, kuendeleza zoezi la kuwatambua wakulima. Tunataka wakulima wetu wote watambuliwe, tuwajue wanalima eneo lenye ukubwa kiasi gani, wanalima wapi, wanalima mazao gani, wana mahitaji gani, tuwasaidieje, tufanyeje kama serikali ili kuhakikisha kwamba sasa hawa wote wanatambuliwa. Na ili kutekeleza hili, tunataka kuwe na daftari la kudumu la wakulima, lakini pia kuwe na mfumo wa kielektroniki wa kuweza kuwasajili hawa wakulima. Haya yote yakifanyika yatatusaidia sana katika kuboresha kilimo chetu. Ni matumaini ya wizara yetu kwamba
na ni matumaini ya serikali kwamba punguzo hili la bei ya mbolea litawezesha wakulima kutumia mbolea zaidi na hivyo kuongeza uzalishaji na tija kwa ajili ya utoshelevu wa chakula na kutoa malighafi za kutosha katika viwanda mbalimbali hapa nchini, na hivyo tunaweza sasa tukafikia ile ndoto yetu ya kufikia uchumi wa kati. Pia niwakumbushe wataalamu na wadau wa kilimo walioko hapa nchini na nje ya nchi washirikiane na wizara pamoja na kushirikiana na serikali katika kutoa ushirikiano wa dhati katika kuwaelimisha wakulima juu ya matumizi sahihi ya mbolea na pembejeo zingine ili kuongeza uzalishaji na tija katika kilimo. Unaangalia